Imepita mwaka mmoja sasa tangu habari iliyozua msisimko miongoni mwa wafuatiliaji wa tukio hilo kubaki wamepigwa butwaa. Ni baada ya mwanaume mmoja wa Kizimbabwe alikuwa anafahamika kama Guy Mukendi, alikuwa na umri wa miaka 39, kupokea kifungo cha miaka 4 na miezi 3 jela kwa kosa la kuadaa baada ya kutoa kondom bila ridhaa ya mwenzake wakati wakifanya ngono. Hii imekaaje? Mahakama ya Uingereza ilimhukumu mwanaume huyo aliyekuwa anafahamika kama Guy Mukendi, alikuwa na miaka 39 kwa mwaka 2024 kutoka jiji la Bristol. Alihukumiwa Alhamis katika mahakama ya ndani ya London kwa kosa la kumbaka mwanamke mwaka jana. Sasa huo mwaka jana tukimaanisha mwaka 2023, na hukumu yake ikawa ni mwaka 2024. Sasa uondoaji wa kondom bila kibali huainishwa kama kubaka chini ya sheria zinazotumika katika mataifa ya Uingereza. Na kulingana na chombo cha habari cha The Guardian, mwanamke huyo alikuwa amekubali kulala na Mukendi kwa sharti la kutumia kondom, lakini aliondoa bila ridhaa yake. Maafisa wa polisi katika mji mkuu walifanya kazi na mwasiliwa na kupata picha za screenshot ambazo zilikuwa ni jumbe ambazo zilikuwa zimetumwa kutoka kwa bwana Mukendi akimuomba radhi binti huyo ambaye aliweza kulala naye, na ghafla katikati ya tendo akajikuta kwamba ametoa kondom. Kwa akawa anamuomba radhi kumwambia kwamba alifanya makosa, na sababu ya kufanya hivyo ilikuwa ni kwamba hakushiriki tendo kwa muda mrefu, hivyo akajikuta tu anasukumwa kutoa kondom hiyo wakati wa tendo. Sasa screenshot za tukio hilo zikawa zimehifadhiwa na huyo binti. Walipoweza kufanya tafiti hiyo, maafisa na pia waliweza kukusanya ushahidi wa kimahakama chini ya usaidizi wa mwasiliwa ambao ulisaidia pia kupata hatia ya Mukendi, ambaye alipatikana na hatia mahakama tarehe 2 mwezi Aprili mwaka wa 2024. Lakini mpenzi mtazamaji wa Moyo TZ, yako mengi ya kushangaza kutokea huko nchini Uingereza. Kate Russell ni mtaalamu wa kesi za ubakaji ambaye anaamini kuwa kumwaga shahawa ndani ya uke ni ubakaji. Kama kitendo hicho kilikuwa katika makubaliano ya kumwaga nje lakini kafanyika tofauti, basi inahesabika kuwa ni ubakaji. Lakini kama watu wamekubaliana kushiriki tendo la ngono kwa makubaliano fulani, na endapo makubaliano hayo hayakufikiwa, basi huo ni ubakaji kisheria. Lakini sheria hiyo inawahusisha pia wanandoa. Kama mume na mke wamekubaliana namna ya ufanyaji wa mapenzi, kuwa mume anapaswa kumwaga nje shahawa, na endapo makubaliano haya yakaenda tofauti, basi huo pia ni ubakaji. Watu wanaodanganya kuwa wamepima magonjwa ya zinaa ni ubakaji, kwa sababu anaweza kumuathiri mtu mwingine kiafya sababu ya uongo. Lakini jambo jingine, je, endapo mwanamke atadanganya kuwa anatumia dawa za kuzuia mimba, pia ni kosa kisheria. Pia hata kama uongo aliousema unaweza kumwasili yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwanza kabisa yeye anapata athari, lakini pia kukifanya hivyo ni kosa kisheria. Swala hilo mtaalamu anasema kwamba mwanamke mara nyingi ndio anakutana na athari katika uongo. Hivyo kama atadanganya, matokeo hasi yatakuwa upande wake. Ndio maana kudanganya kutumia vidonge sio ubakaji. Watu wengi huwa wanadanganya kuwa hawapo katika mahusiano wakati wameoa na wameolewa. Huo pia ni ubakaji, ingawa kesi nyingi za namna hiyo huwa hazipelekwi mahakamani. Asante sana, ulikuwa nami Paul Mwakiusa. Lakini unatazamaje mchakato ama sheria ya nchi ya Uingereza katika kutafsiri mambo ambayo yanatokea katika jamii hii, likiwemo hili la kutoa kondom? Je, wewe binafsi umekupitia adha yoyote ambayo unaamini kwamba ilikuwa na mfananio kama huo? Makala ijayo inaweza ikawa na uchambuzi yakinifu juu ya yale ambayo yanapaswa kuyafanya pindi unapopitia adha fulani katika jamii yako. Asante sana, tukutane katika wakati mwingine na uchambuzi unaofuata. Huenda utakuwa na majibu sawa na vile ulivyo comment katika comment section.